Serikali ya Tanzania imefuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima kwa madai ya kukiuka sheria kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa. Uamuzi huo ulitangazwa rasmi Juni 2 mwaka 2025 kupitia barua kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa, akieleza kuwa kanisa hilo limekiuka kifungu cha 17 cha sheria ya jumuiya pamoja na kifungu cha 39 cha sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali na pamoja na kifungu cha 39 cha sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 ya mwaka 2019 kwa kutoa mahubiri yanayohatarisha amani ya kitaifa. Katika barua hiyo, Kihampa alieleza kuwa usajili wa kanisa hilo umefutwa kuanzia tarehe hiyo na kuagiza kusitishwa kwa shughuli zote za kanisa mara moja. Askofu Gwajima alijipatia umaarufu wiki iliyopita baada ya kutoa taarifa kwa vyombo vya habari akieleza wasiwasi wake kuhusu utekaji na watu kupotea kwa njia zisizoeleweka, akijiuliza ni hatua gani serikali ingechukua iwapo matukio hayo yangewahusu watoto wa viongozi waandamizi wa serikali. Siku moja baada ya uamuzi huo, polisi walizingira eneo la kanisa hilo lililoko Ubungo, Dar es Salaam na kuweka utepe wa manjano kuashiria kuwa ni eneo la tukio. Zaidi ya maafisa 20 wa polisi waliokuwa na silaha walikuwepo kuhakikisha kuwa shughuli za kanisa hilo limesitishwa. Kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mliro, alithibitisha uwepo wa polisi katika eneo hilo, akieleza kuwa walikuwa wakitekeleza agizo la kisheria la kusitisha shughuli za kanisa hilo baada ya kufutiwa usajili. Aliongeza kuwa baadhi ya watu waliokuwa wakionyesha upinzani walikamatwa kwa muda kwa ajili ya mahojiano ili kubaini kama walikuwa na uelewa sahihi wa hali hiyo. Tukio hili limezua mjadala mkubwa katika jamii, huku baadhi ya watu wakiliona kama hatua ya serikali kudhibiti uhuru wa kuabudu na kutoa maoni, hasa kwa viongozi wa dini wanaojihusisha na masuala ya kijamii na kisiasa. Hadi sasa, serikali haijatoa tamko rasmi kuhusu madai ya Askofu Gwajima, lakini hatua ya kufuta usajili wa kanisa lake na kuzingira eneo la ibada imeibua maswali kuhusu uhuru wa kujieleza na nafasi ya viongozi wa dini katika kushiriki mijadala ya kitaifa. Kwa mujibu wa barua ya msajili wa jumuiya za kiraia, kanisa hilo lina siku 21 za kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani.